إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم إنا نعوذ بك من البدع والضلالات اللهم آمين. إخوة الكرام، أولا أوصيكم ثم أوصي نفسي بتقوى الله سبحانه ولقد فاز ونجى المتقون. أما خطبتنا الجمعة إن شاء الله تعالى سنكون في الموضوع دعاء جامع خير الدنيا والآخرة. ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia swala na salam kiongozi wa umma bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, ni kuhusieni na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Leo tutakumbushana juu ya unwan du'a jami'un khaira ad-dunya wal akhirah, dua yenye kukusanya khairi za dunia na akhira. Ndugu zangu katika imani, jaa fi sahihi Muslim, imekuja katika sahihi Muslim hadithi ya Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu annahu qala anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam aada rajulan min almuslimina wa huwa yamra. Bwana mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja alienda kumtembelea mmoja katika Waislamu, na yule Muislamu alikuwa ni mgonjwa, alikuwa anaumwa, alikuwa na hali mbaya, qad khuffat, ameshadhoofika na yale maradhi. Faswala mithlu alfarah, amekuwa kama mithlu alfarah, kama kindege, yani ameota, amekuwa ameugua, amekuwa kama kindege ambacho kimekonda na maumivu ya kuumwa. Alipomtizama na ile hali ambayo ni mbaya namna hii, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tad'u Allah bi shay'in? Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, je, huwa unamuomba Allah chochote? Au tasaluhu shay'an, au kuna jambo unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala iyahu, unataka ukipate kwake yeye? Qala naam, akasema ndiyo, kuna jambo nimeomba. Kuntu aqulu, asema nilikuwa nikimwambia Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ma kunta muaqibi bihi fil akhirah fa'ajilhu li fi dunya. Asema nilikuwa nikimuomba Allah subhanahu wa ta'ala nikimwambia, ewe Mola wangu, kile ambacho utaenda kuniadhibu nacho kesho akhira,
kiharakishe niadhibu hapa duniani, ili akhira usiende kuniadhibu. Kile ambacho nitaadhibiwa nacho kesho akhira, kiharakishe niletee niadhibu hapa duniani, akhira niende nikiwa salama. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, subhanallah. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia subhanallah, ametakasika Allah subhanahu wa ta'ala, la tutiquhu au la tastati'u, hautaweza wewe kile ambacho ungeliadhibiwa nacho kesho, unataka uadhibiwe nacho leo, hautakiweza. Afala qulta, kwa nini usingelimwambia Allah subhanahu wa ta'ala, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar? Laiti ungeliyasema maneno haya, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ewe Mola wetu, tupatie yaliye mazuri kwenye hii dunia na utupatie mazuri kesho akhira, na utuepushe na adhabu ya moto wa jahannam. Laiti ungelisema maneno haya. Qala fadaa Allah, huyu jamaa alipoambiwa maneno haya na Mtume sallallahu alaihi wasallam akayasema na yeye mwenyewe, akasema Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Fashafahu Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akamponya mtu huyu, akawa na amani, akawa na usalama, akawa ni mtu mwenye afya, akapona kwa kusema maneno haya, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Na hii dua kana nabii sallallahu alayhi wasallam yukthiru fi duaihi, Bwana Mtume alikuwa akikithirisha kuiomba dua hii fi kathiri almajal, katika maeneo mengi Bwana Mtume alikuwa akisema rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Hii ni aya iliyo katika surati al-Baqara kwenye aya ya 200, lakini ina sababu nuzuli aya hii. Kwa nini iliteremka aya hii? Jaa fi al-hadithi sahih, imekuja katika hadithi sahih an Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, Abu al-Abbas au tarjuman al-Quran, qala كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف, walikuwa watu katika Waarabu wanaenda katika mawqif, wakikusudia yani mawqif al-hajj, wanaenda katika ibada ya hija. Wakifika pale kwenye mawqif, fayaquluna, wakisema Allahumma ij'alhu aamun, Allahumma ij'alhu aama ghaithin wa ama khasbin wa ama wiladan hasana. Walikuwa wakienda kwenye hija wanaomba maneno haya, wanamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, ewe Mola wetu, jalia huu mwaka uwe ni wa mvua nyingi, jalia mwaka huu uwe ni wa mavuno wa riziki nyingi, jalia mwaka huu uwe ni wa kuzaa watoto wazuri. Walikuwa wakienda kwenye haji wanaomba mambo haya matatu, wanaomba mvua nyingi, wanaomba riziki nyingi, wanaomba watoto wazuri. Wanamalizia dua yao pale, la yadhkuruna min amri al-akhirati shay'an, hawataji chochote katika jambo la akhira, hawamuombi Allah subhanahu wa ta'ala chochote katika mambo ya akhira. Faanzala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akaiteremsha aya iliyoko katika surati Baqara aya ya 202 pale aliposema faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya ma lahu fil akhirati min khalaq. Faminan nasi, kuna watu man yaqulu rabbana atina fid dunya, kuna watu wanamwambia Allah subhanahu wa ta'ala tupe yaliye mazuri hapa duniani, wama lahu fil akhirati min khalaq, lakini katika akhira hawana ayu min nasibi, hawana kifungu chochote. Wenyewe wapate katika hii dunia, wajenge majumba mazuri, waishi kwenye majumba mazuri, walale kwenye vitanda vizuri, wapate katika hii dunia, wapate vipando vizuri, wastarehe na vipando vyao, waishi katika hii dunia, wapate watoto wazuri, wastarehe na watoto wao, wapate wanawake wazuri, wastarehe na wanawake wao.
Haya ndio walokuwa kimuomba Allah subhanahu wa ta'ala fi dunyahum, katika dunia yao. Wanasu akhiratahum, wakaisahau akhira yao. Hawamuombi Allah subhanahu wa ta'ala chochote kinachohusiana na akhira. Baada ya kuwa wakiyasema maneno haya, wakana yajiu ba'dahu, baada yao wakaja akharun, wakaja watu wengine baada ya hawa minal mu'minin, wale waliomuamini Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaquluna, wakawa wanasema, wa minhum man yaqulu, wengine wakawa wanasema, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Mola wetu, tupatie yaliye mazuri ya hapa duniani, utupatie yaliye mazuri ya kesho akhira, na utuepushe na adhabu ya moto wa jahannam. Faanzala Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya inayofuatia, asema ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Hawa wana kifungu katika yale walioyachuma, wallahu sari'ul hisab, na Allah ni mwepesi wa kuhesabu. Ndugu zangu katika imani, fajamaati hadhihi ad-da'wa, dua hii sasa, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, ikakusanya fajamaati hadhihi ad-da'wa kulla khairai ad-dunya wal akhirah, imekusanya khairi zote za hapa duniani, wasarafati kulla sharri, na ikaepusha shari zote. Faswara hasanatun fid dunya, yakawa yale mazuri ya hapa duniani, tashmulu kulla matlubi dunyawi, yanaenea yale yote tunayoyataka katika hii dunia. Min afiyati, afya, tunamuomba Allah tupatie afya, tunamwambia rabbana atina fid dunya hasana, kutokana na afya. Wadaru arrahba, lakini pia vile vile tunaomba makazi mazuri, miji ikiwa ni mizuri. Wa zawjatun hasana, ndani yake tunaomba wanawake wazuri, na wanawake pia wanaomba wanaume wazuri. Wa rizqun wasi', na riziki ambayo ni pana inaingia kwenye aya hii. Wa ilmun nafi', pamoja na elimu yenye manufaa. Wa amalun salih, na matendo yaliyo mazuri. Wa markabun hani, mpaka hata vipando vilivyotulia. Wa thanau jamili, pamoja na sifa zilizo njema tunazipata kwa watu. Wal amnu fil bilad, na kupata amani katika miji. Aya hii imekusanya haya yote, wal amnu fil bilad wa thanau jamil, na kupata sifa njema kwa watu. Watu watakutaja kwa mazuri, lakini wal amnu fil bilad, na kupata amani katika miji yetu. laitana qulna rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar la kharajna min al madil. Laiti kila mmoja angelikuwa anadumu na neno hili, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, tungelitoka katika madhila, kwa sababu ndani yake tunataka kila kilicho cha kheri. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, wa minha al-amnu fil bilad, miongoni mwayo ni kutafuta amani katika miji yetu. Wa ghairi dhalika, na mengineyo. Wa amma hasanatul akhirah, ama mazuri ya kesho akhira, fa a'la dhalika dukhulul janna, lililo la juu katika mazuri ya akhira ni mtu kuingizwa peponi na Allah subhanahu wa ta'ala, wan najatu minan nar, na kuepuka na kuokoka kutokana na moto wa jahannam, wal amnu min al faz'i al akbar, na pia vile vile kuaminika na ile faz'i al akbar, fadhaiko lililokubwa ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amesema, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Tambueni mawali wa Allah subhanahu wa ta'ala hawana khawf na wala hawana huzuni, alladhina amanu, wale walomwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wa kanu yattaqun, na wakawa ni wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. La yafza'una fi faza'il akbar wa tatalaqahumul malaika, hawatofadhaika watu hawa katika mafadhaiko yale ambayo ni makubwa, na watakutana na malaikatur rahman wakiambiwa hadha ma kuntum tu'adun, mazuri haya ndio mlokuwa mkiambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, mlokuwa mkiahidiwa mtayapata. Wataisiri alhisab, pia vile vile kuepesishiwa katika hisabu. Qala al-Qasim ibn Abdurrahman rahimahullahu ta'ala, Qasim ibn Abdurrahman akasema, man utiya qalban shakira
yoyote atakayepewa moyo wa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, walisanan dhakiran, na ulimi wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, akapewa wajasada lilbalai sabiran, na akapewa mwili wa kusubiri kwenye matatizo, faqad utiya dunya fi dunya hasana, amepewa mazuri ya hapa duniani. Faqad utiya fi dunya hasana, amepewa mazuri ya hapa duniani. Wa fil akhirati hasana, na amepewa mazuri ya kesho akhira. Wa uqiya min adhabin nar, na ameepushwa na adhabu ya moto wa jahannam. Qala Abu Talut si mwingine ni Abdussalam ibn Shaddad. Abdussalam ibn Shaddad rahimahullah ta'ala akasema, kuntu inda Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, faqala lahu Thabit, siku moja nilikuwa kwa Anas bin Malik, radhi za Allah ziwe juu yake. Mara Thabit akamwambia, inna ikhwanaka yuhibbuna an tad'u lahum, jamaa zako, ndugu zako wamekuja, wanataka uwaombee dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wanataka uwaombee dua ya khairi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faqal Anas bin Malik akaomba akasema, Allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban. Ewe Mola wetu, tupatie aliye mazuri katika dunia na katika kesho akhira utupatie aliye mazuri na utuepushe na adhabu ya moto. Anas bin Malik akaiomba dua hii. Watahaddathu saa, wakakaa wakazungumza mazungumzo ya muda mrefu sana, hata idha aradu alqiyama, mpaka walipotaka kusimama alqiyamu, walipotaka kusimama waondoke zao, wa aradu ayansarifu, wakataka kuondoka. Qala ya Aba Hamza, Thabit akamwambia Anas bin Malik, ewe Abu Hamza, inna ikhwanaka yuriduna alqiyam, ndugu zako wanataka kuondoka, fad'u lahum, waombee dua kama nilivyokuambia mwanzo. Faqala rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wakaendelea na mazungumzo, jamaa wakasimama wanataka watoke. Thabit anamuuliza tena, ya Aba Hamza, ud'u li ikhwanika, waombee ndugu zako dua, wanataka waondoke. Qala, akasema, aturiduna an ushaqiqa lakum al-umura, mnataka niwakutieni uzito kwenye mambo yenu? Mnataka nikutieni uzito? Idha atakumullahu fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa waqahum min adhabin nar, kama Allah atakupeni yaliye mazuri katika dunia, akakupeni mazuri kesho akhira, na akakuepusheni na adhabu ya moto wa jahannam, faqad atakumullahu alkhaira kulla, Allah amekupeni khairi ya kila kitu. Allah akupeni khairi ya kila kitu. Ninyi mwataka yapi baada ya haya nilokuombeeni? Hii ni dua imetosha, bado mwahitajia nini? Na hii wanawachuoni wanachukulia ni dalili tosha. Mnapokutana wawili watatu mmekaa katika mazungumzo yenu, basi angalau pale mnapoagana, angalau muombeane dua ya khairi, kila mmoja muombe mwenzake dua ya khairi. Hii ni katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo wengi wetu leo hii tumeiacha sunna hii ya kuombeana dua ya khairi. Akasema kuna khairi baada ya hii ya kupata mazuri ya dunia na mazuri ya akhera na kuepushwa na moto wa jahannam. Tukisema mazuri ya dunia, yanaingia yale yote ambayo nafsi yako inatamani yapate. Tukisema mazuri ya akhera, yale yote ambayo nafsi yako inatamani yapate. Na kuepushwa na adhabu ya moto, unaepushwa na matatizo yote ya duniani, lakini na matatizo yote ya akhera. Bado kuna dua baada ya dua hii tena. Maneno haya ameyapokea Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillah wa kafa, thumma as-salatu was-salamu ala khairil anbiya'i al-mustafa wa alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Usikum maratan thaniya, thumma uswi nafsi bi taqwallahi subhanahu wa laqad faza wa najal muttaqun. Ikhwatal iman, يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره:
Imam al-Qurtubi rahmana amani za Allah ziwe juu yake katika tafsiri yake anasema qala Sa'id ibn Jubair radiyallahu ta'ala anhu, amesema Sa'id ibn Jubair, inna fi ba'd al-kutub, hakika baadhi ya vitabu vimeandikwa, inna ibadan, kuna waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, alsilatuhum ahla min al-asal, kuna waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amewaumba ndimi zao ni tamu kushinda asali. Yani maneno yao wanayozungumza ni matamu kushinda asali. Kuna waja wa Allah wako hivi, maneno yao ahla min al-asal, ni matamu kushinda asali. Wa qulubuhum, na nyoyo zao sasa, amaru min as-sabri, nyoyo zao ni chungu kushinda shubiri. Nyoyo zao ni chungu kushinda shubiri. Labisu linasi musuku adhan min al-lin, wamevaa kwa watu ngozi ya kondoo kutokana na ulaini wao, lakini pamoja na hao yatajarruna dunia bidini, wanaikokota dunia kwa dini. Yani wanaitafuta zaidi dunia kuliko wanavyoitafuta dini yao. Wamekita kwenye dunia kushinda dini yao. Anathubutu mtu kuiuza dini yake ili aipate dunia. Lakini pia akasema, qala Allahu ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, alayya tajtariuna bi, kwangu mimi mwanifanyia ukatili. Allah anawauliza watu hawa, alayya tajtariuna bi, kwangu mimi mwanifanyia ukatili wa namna hii. Wa bi taghtaruna, na mnanidanganya katika maisha yenu. Wa izzati wa jalali, na hapa kwa utukufu wangu na uwezo wangu, la ab'athanna alaykumul fitna, nitakuleteeni fitna ambayo itazungumzwa na watu wenye maneno matamu kushinda asali. Fitna ile itaenea kwenye miji ya watu, lakini baada ya kuenea, na itaenea kwenye mataifa yao, hatta tatruka alhalima minhum hayran, ile fitna itawaacha watu wenye akili wamechanganyikiwa. Hata wenye akili timamu watashindwa kipi wakifanye, ni lipi la kufanya, watashindwa. Hatta tatruka alhalima hayrana, mpaka mtu mwenye akili timamu atakosa la kufanya. Alafu wakati huo wasiyekuwa na akili timamu, wale wenda wazimu, wale vichaa, wale wavuta bangi, ndio watashika zimamu ya kuendesha mambo. Wenye akili watachanganyikiwa kipi wakifanya, wale wajinga ndio wataongoza. Na ndio haya aloyatabiri Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema katika zama yatakallamu ruwaibidha, watazungumza watu wanaoitwa ruwaibidha. Qila wa ma ruwaibidha ya Rasulullah, Mtume akaulizwa akina ruwaibidha ni akina nani? Akasema rajulun tafi, ni mtu ambayo ni duni na ni dhalili. Yatakallamu fi umuri al-am, anazungumza katika mambo yanayohusiana na watu wote, mambo ya kijamii. Anazungumza mambo ya maisha ya watu, mambo ya kijamii, lakini hajafikia daraja hiyo ya kuyazungumza. Kulingana na mazingira hayo, angalia baada ya kuingia maruwaibidha katika jamii, ambao wenye akili zao timamu wamebaki kushangaa na wamechanganyikiwa, wamepigwa butoa. Angalia maruwaibidha walivyoharibu jamii leo hii kwa maneno matamu ya baadhi ya watu. Angalia taifa letu la Tanzania. Leo tunazungumza, wiki iliyopita watu wamefanya uharibifu wa hali ya juu. Wamechoma magari ya watu, wamechoma majumba ya watu, wamechoma vituo vya mafuta, wameharibu barabara, miundombinu na kadhalika. Haya yote yanafanywa na watu wenye akili wamebaki kushangaa. Kama wewe unadai haki, una haja ya kwenda kuharibu cha mtu? Kweli unaidai haki, kwa nini ukaharibu cha mtu?
Hayo huko ndo kuidai haki kwenyewe au ndo kupoteza haki? Haya yote yanafanyika na watu wamebaki wameshangaa yapi wayafanye baada ya pale. Ndio hapo tukaambiwa faqala Muhammad ibn Ka'b rahimahullahu ta'ala kasema hadha fi kitabillah, haya maneno yako kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala qaulullah, akamuuliza Thabit, akamuuliza Said, akamuuliza wa aina huwa min kitabillah, yako wapi maneno haya kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala? Qala, akamwambia yaqulu Allahu azza wa jalla wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya, kuna watu maneno yao katika maisha ya dunia yanakustaajabisha. Maneno yao ni matamu, maneno yao ni mazuri, maneno yao kama ni asali. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya, kuna watu maneno yao yanakustaajabisha katika maisha ya dunia, yanakuathiri. Wa yushhidu Allah ala ma fi qalbi, wanamshuhudishia Allah kwa yale yaliyoko kwenye nyoyo zao. Anakuapia wallahi tukifanya hivi tunafanikiwa, wallahi tukifanya hivi tutafanya hivi. Wa yushhidu Allah ala ma fi qalbi, wanamshuhudishia Allah yaliyoko katika nyoyo zao. Wa huwa aladul khisam, lakini hao watu ni wagomvi wakubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, mbele ya watu pia vile vile. Wa idha sa'a fil ardh, wanapotembea katika ardhi hawana zaidi ya kufanya ufisadi katika ardhi. Lengo lao liyuhlika alhartha wan nasla, kuangamiza watu, kuangamiza na vilivyoko katika ardhi. Ndugu zangu katika imani, qala Said yakasema qad araftu fi man nazalat, kwa kuniambia hivyo nimeshafahamu aya hii imeteremka kwa kina nani, wa fima nazala, na imeteremka kwa ajili gani. Nimeshafahamu mawaqi'un nuzul, nimefahamu maeneo ya kuteremka aya hii. Akamwambia Said, akaambiwa na Muhammad, maadhalik, pamoja na haya yote, tanzilu ayatan fi waqi'a walakin qad ta'ummu liljami', aya inateremka kwa ajili ya tukio fulani, lakini inawaenea watu wote, wanahusishwa na aya hii. Akhiran, mwisho kumalizia hutuba yetu tunasema qala al-allama ar-razi rahimahullahu ta'ala. Al-allama ar-razi katika tafsiri yake akasema bayana Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha anna alladhina yad'una Allah, wale wanayemuomba Allah subhanahu wa ta'ala, fariqan, wako kwenye makundi mawili. Kundi la kwanza, ahaduhuma alladhina yad'una Allah au alladhina yatlubuna hayata dunya, ni wale wanayetafuta maisha ya dunia peke yake, na hawa ndio waharibifu katika miji hawa. Fariqatu thaniya, kundi la pili, alladhina yajma'una fi dunya wal akhirah an talab, wanakusanya kuitafuta dunia na akhira pia vile vile, wanatafuta vyote viwili. Wataksimu qismu thalith, likatoka kundi la tatu katika hayo makundi mawili, likatoka kundi la tatu, wa humul ladhina qassaru fi talabi al-akhirah wa taraku ad-dunya, ni wale ambao wameitafuta akhira peke yake wakaachana na dunia, hawana haja na dunia, wao wanaitafuta akhira. Wa haulai kadhalika kharaju min ash-shar, hawa wametoka kwenye sheria, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia wabtaghu fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya, katika yale ambaye Allah amekupa tafuta nyumba ya akhira, lakini usisahau dunia yako, kwa sababu wewe ndio unaishi katika hii dunia. Ili uitafute akhira lazima uishi duniani, lazima uitafute na dunia ili kusudi uweze kuitafuta vyema akhira yako. Kitakachokuwezesha wewe kuitafuta akhera, lazima uwe na riziki, uwe na kadha, ili uitafute vyema akhera yako. Ukibaki na dunia peke yake umefeli, ukibaki na akhera peke yake umefeli. Ndio maana Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala akasema man arada dunya fa alayhi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alayhi bil ilmi wa man aradahuma jami'an fa alayhi bil ilmi. Anaitafuta dunia ni juu yake kusoma, anaitafuta akhera juu yake kusoma, anavitafuta vyote viwili juu yake kusoma kadhalika. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea maneno haya ni zawadi
kwetu sisi ya kumtaja asubuhi na jioni, kwa sababu adh-dhakirina Allah kathira wadh-dhakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Wenye kumtaja Allah katika wanaume kwa wingi na wenye kumtaja Allah katika wanawake kwa wingi, Allah amewaandalia msamaha na malipo yaliyo makubwa. Hapana budi kila mmoja kulirejea neno hili, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lana wa liikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir li ikhwanina الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اجعل الأمن والأمان في بلادنا والعافية والسلام يا رب العالمين. اللهم لا تنقمنا منا ونحن فيك يا رب العالمين. اللهم نحن عبادك، اللهم نحن أذلاء نرجو رحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم ربك رب العزة عما يصفون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.